Baba ananiuliza, pana watoto wawili, mmoja ni mtoto wa zinaa na Mungu atuokoe na uzinifu, na mwingine ni mtoto wa haramu. Hawa watoto hawa hukumu yao mbele ya Mungu ni ipi? Au sio baba? Naikumbuka hadithi kuna hadithi naikumbuka, Mtume anasema idha dhakartum aulada zina famsiku, mkianza kuwazungumzia watoto wa zina msiendelee na hayo mazungumzo. Yani msiende mbali. Unazungumza watoto wa zina, usiende mbali, ishia karibu, kwa sababu hata we unawazungumzia na we hujui ni nini. Kama hujanielewa hapa narudia. Wewe unawazungumzia watoto wa zina, wewe mwenyewe unajijua? Unajijua wewe mtoto wa vipi? Kuna mtu kuna uhakika kabisa yeye tu imethibitika kama kazaliwa kwenye ndoa halali ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ulidtu min nikahi la min sifahi, mimi nimezaliwa kwenye ndoa sio kwenye uzinifu. Na mnaohudhuria maulidi, si mnasikia fasulu ya pili? Iko fasulu ya pili, au sio? Anasemaje Jaafar al-Barzanji, hafidha al-ilahu karamatan li Muhammadin abaahu al-amjada saunan li ismihi. Endelea hapa, taraku sifaha falam yusibhum ar min ladun adam wa ila abihi wa ummihi saratun saranurun nubuwa fi asariri ghurarihim albahiya. Si mnasikia maneno hayo? Haya maneno ni kuthibitisha wazazi wake Bwana Mtume Muhammad, kuanzia baba yake na mama yake kurudi nyuma mpaka kwa Nabii Adam, hakuna hata mmoja kawahi kufanya uzinifu. Baba zetu, je, tuishie hapo hapa kwa baba zetu, tuishie kidogo, tusiendelee. Na mzee asema naye hajijui. Na jana nilieleza hapa, ikitolewa hukumu na serikali wakaamua hivi, watu wote kwenye ndoa wenye watoto, mababa na wale watoto lazima wakapimwe DNA kuthibitisha kuwa ni watoto wao. Kuna wanawake watakimbia ndoa siku hiyo hiyo, wako wanawake wataamua kuondoka siku hiyo hiyo, kwa sababu kuna kodi ya ongezeko la thamani hapa imeingia, value added tax, sio? Ni kukubali tu ukasema hawa ndo wanangu, unacheka nao, na ubaya vile vitoto vya tabtabu ndo vinakupenda kweli baba, vinacheka yani mpaka unaona raha. Lakini nyuma kuna jambo hutakiwi kujua, unatulia, au sio? Uwezi kuthibitisha kama hawa wanangu hawa awali, tena unamwachia nani? Unamwachia Mungu subhanahu wa ta'ala. Idha dhakartum aulada zina famsiku. Na mimi sitaki kuendelea na mambo ya watoto wa zina kwa sababu na mimi sijijui, sio? Na sio mimi, hata wewe, au wewe unajijua? Hata wewe ujijui, sio mimi peke yangu. Lakini kwenye watoto wa haramu, watoto wa haramu tumeshaambiana hapa, sio? Ni baba ametafuta chakula si cha halali, amekwenda kula kile chakula, ndo kikazalisha maji yatakayomleta mtoto, sio? Mtoto akizaliwa kwa hayo maji yaliyozalishwa na chakula cha haramu, yule ndo anaitwa mtoto gani? Mtoto wa haramu. Hasa hapa anapo vipi vyakula vyetu sisi? Nimeuliza kidogo tu, sisi vyakula vyetu vipi? Anayeweza kuthibitisha hapa kwa kiapo kwamba anaangalau mwezi huu mmoja tu hajawahi kula haramu hata siku hii? Mwezi au Mwenyezi Mungu atustiri sana. Sasa hapa na hadithi, Mtume anasema kullu lahmin nabata min suhti fannaru aula bihi, kila nyama iliyoota mwilini
Ukila chakula si mwili unanawiri? Si unaanza kunenepa, unanawirika? Sasa kila nyama iliyoota mwilini kwa chakula cha haramu, hiyo nyama itakwenda kupunguzwa na moto siku ya Kiyama. Moto wa Jahannam ndio halali kwa nyama hiyo. Asa jamani, humu wengine wanene kidogo kama mimi, tuna nyama. Hizi nyama vipi zimeoteshwa na halali? Lakini na nyiwe mbamba msifurahi, kwa sababu kuna watu wanakula ajabu, hawanenepi tu. Yuko mtu mwembamba kabisa, lakini kwenye sahani ya kutia aibu, yeye hanenipagi tu. Nyama za haramu aula kwa moto, fannaru aula bihi. Abu Dujana, yuko mtu mkubwa anaitwa Abu Dujana, sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alianza mtindo uliwashtua wenzie. Ikisha saliwa salatul fajri tu, huyo anatoka mbio, anakwenda kwake, hasubiri tasbihi, hasubiri adhkari. Abu Dujana anaondoka. Abu Bakari akamuuliza, maladhi tasnauhu ya Aba Dujana, unafanya nini? Umeyasahau mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya swala Muislamu anafanyaje? Astaghfirullah mara ngapi? Astaghfirullah mara ngapi? Halafu anasema subhanallah mara ngapi? 33. Anasema subhanallah. Maana pana wengine wana mambo magumu humu msikitini, humu akisikia subhanallah anaanza kufanya hivi, hata aseme kitu anafanya tu vidole hivi basi. Na mwingine anaongeza, hasa akisema subhanallah afanya anabusu kidogo, hana anachosema. Subhanallah utamke wewe mara ngapi? Na mwingine anakwenda spidi ya muwahi huyu imamu, maana karibu ataomba dua. Subhanallah mara ngapi? Alhamdulillah mara ngapi? Allahu akbaru mara ngapi? Sema 34. Allahu akbaru 34, ili zitimie ngapi? 100. Abu Dujana hasubiri hayo, baada salamu anakimbilia nyumbani. Abubakar kamuuliza, kwa nini unafanya mtindo huu? Kwa nini unafanya mambo Mtume hakufundisha? Abu Dujana akamwambia, ya Siddiqu, inna li jaran daran bidari. Sikiliza bwana, mimi nina jirani yangu, jaran yahudia, nina jirani yangu kafiri Myahudi, tumepakana nyumba yake kwa nyumba yangu. Walahu nakhlun, huyu jirani yangu ana mtende, na ule mtende unazaa ajabu. Aghsanuhu mutadalliyatun fi dari, yale matawi ya mtende wa jirani yangu Yahudi yemening'inia kwenye ua wangu, yametoka kwake huku yemening'inia kwenye ua wangu. Mnanielewa hivyo? Na muda wa kuanguka tende chini huwa ni asubuhi, kabla shuruki shamsi, tende zinaanguka chini. Idhan, imamu akitoa salamu na kimbia nyumbani upesi, nikakusanye zile tende ziloanguka kwangu za jirani yangu, nimpelekee mwenyewe kabla wanangu hawajala hata tende moja. Sitaki wanangu waingize kwenye mwili wao chakula cha haramu. Mtume kasema, kullu lahmin nabata min suhti fannaru aula bihi, kila nyama iliyoota kwa chakula cha haramu, moto wa Jahannam ndio utachoma nyama hiyo. Sitaki wanangu waingize hata tende moja ya haramu, na kwenda kukusanya asubuhi na kwenda kumkabidhi mwenyewe. Ndio kinachonitoa msikitini, kuwahurumia wanangu. Ndugu msomaji mwenzangu, leo ingekuwa mtende wa jirani umeangukia kwenye fensi yako huko, tende zinaanguka, hushukuru? Si ukikuta sema alhamdulillah alladhi yarzuku man yashau bighairi hisab. Mimi hizi riziki yangu sikuiba. Unasema sikuiba, zimekuja zenye. Na hizo ni tende, sikwambii ndizi mbivu, ule mkungu umeegemea huko kwenye ua wako. Yule jirani hapati ndizi hata hii.
Abu Dujana anawahi asubuhi achukue tende za jirani yake kabla wanawe hawajaamka wakala tende za haramu. Mnanielewa nyi watu? Abubakar akamwambia haya mbina ila Yahudi, nipeleke kwa Yahudi. Abubakar naye hapendi huyo Abu Dujana akose tasbihi za asubuhi. Twende kwa Yahudi. Kufika kwa Yahudi, ya Yahudiyu bi'ni hadhihi nakhla, na kuomba we Yahudi niuzie huu mtende, na utaka mimi ni ununue. Bi ayi qimatin turiduha, sema bei utakayo niuzie huu mtende. Wa idha bi'tahu li, ukishaniuzia huu mtende, lan aqti'aha, si ukati, utabaki humo ndani kwako. Zikianguka tende ujue tu ni za kwako na zangu. Wewe zikianguka tende chukua, na mimi nikizikuta nakula basi, lakini sema bei utakayo. Umewahi kuona hiyo biashara? Anasema mtu niuzie ng'ombe wako, alafu ukishaniuzia si amekuwa wa kwangu, lakini ukimkuta ana maziwa nawe kamua, tutakunywa wote maziwa. Ushaona biashara hiyo? Yahudi akasema huyu mjinga kweli huyu, yani namuuzia mtende wangu na mtende utabaki ndani mwangu, asitende tu naye atakula. Sasa nimekubali. Ukauzwa mtende kwa dirham 500, kamsumia dirhama, kanunuliwa mtende. Abubakari kalipa dirham 500. Aliponunua ule mtende akamgeukia Abu Dujana, yule alikuwa anaondoka msikitini asubuhi, akamwambia hadhihi nakhlatu laka, mtende nimekupa mali yako hii, sasa usiondoke msikitini, maana tende zikiondoka acha wanao wale, ishakuwa halali yao. Watoto wako ni halali yao, baki msikitini kwa adhkari. Umeona hao watu walivyoogopa kula haramu huko. Sasa hivi Mungu tu atusaidie kukwepa haramu. Yani ukifikisha siku 2 ujala haramu, hata sijui umefanyaje, mimi sijui ulichofanya, unajua mwenyewe. Mimi nasema tu Mungu atusaidie. Siku hizi nyinyi watu mna lugha, na lugha yenu fasaha kabisa, mnasema bora tu mkono uende wapi? Kafa bil mar'i athima bi alla yubali min rizqihi amin halalin huwa am min haramin, imetosha mtu kuwa muovu mbele ya Mungu akiwa hajali riziki yake, anapata ya halali au ile kutokujali, Mungu anakuchukia. Watoto wa haram baba, nyama zitapunguzwa na moto siku ya kiyama. Hasa na hapa siendelei, kwa sababu na mie na wewe hatujui tunawapa nini watoto wetu. Si bora niishie hapa au niendelee baba? Hali yako ngumu sana. Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana akrimna bi nuril ilmi wa zayyina bi zinatil fahmi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma wadih lana min al-umuri ma ashkala alayna hatta nafham anta ta'lamu wa la na'lamu wa anta al-a'azzu al-akram. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ. سلام.